Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Alhamisi ya tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2026, juma la kwanza la mwaka A wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza, somo la kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 11, na somo la Injili ya Marko sura ya kwanza aya ya 40 hadi 45. Karibuni tusikilize Injili. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Akaja kwake mtu mwenye ukoma, akamsihi na kumpigia magoti na kumwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Naye akamhurumia, akanyosha mkono wake, akamgusa na kumwambia, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukamtoka, akatakasika. Akamkataza kwa nguvu na kumwondoa mara. Akamwambia, angalia, usiwaambie mtu neno lolote lile, ila nenda zako ukajionyeshe kwa makuhani, ukatoe alivyoamuru Musa kwa kutakasika kwako, uwe ushuhuda kwao. Lakini akatoka akaanza kuhubiri maneno mengi na kulitangaza lile neno, hata Yesu asiweze tena kuingia mjini kwa njia ya wazi, bali alikuwako nje mahali pasipokuwa na watu, wakamwendea kutoka kila mahali. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, leo mama kanisa anatualika kutafakari makuu ya Mungu katika maisha yetu na kuwa na moyo wa shukrani uliojaa wajibu. Katika Injili ya leo mambo haya yanajidhihirisha, kutoka giza la ukoma hadi nuru ya matumaini. Injili ya leo inatueleza juu ya mtu mwenye ukoma ambaye alikuwa akipitia maisha yaliyojaa kelele za kutengwa na upweke wa hali ya juu, lakini kilio chake hakikuwa tu kuomba afya, bali kurudishiwa utu wake. Mkoma huyu akaenda kwa Yesu na kusema, ukitaka waweza kunitakasa. Hapo ndipo muujiza ulipotokea. Yesu alitambua shida kubwa si tu ukoma, bali upweke, na hivyo Yesu akanyosha mkono wake, akamgusa kwa upendo usio na masharti, na kuguswa huko kulirudisha afya yake na thamani yake kama mwana wa Mungu. Wapendwa, shukrani si maneno tu, bali matendo yaliyojaa wajibu. Tunasikia katika Injili, baada ya uponyaji, Yesu alimwambia mtu yule afuate utaratibu, nenda ukajionyeshe kwa makuhani. Hapo ndipo tunapounganisha wajibu wetu wa kutoa shukrani kwa matendo. Yule aliyepona alitakiwa kutoa sadaka ya shukrani kwa uponyaji. Nasi tujiulize, tunamtolea nini Mwenyezi Mungu kwa zawadi mbalimbali anazotujalia kama afya njema, uhai, mvua na madhao na mengine mengi ambayo tunayapata kwa mastahili yake. Basi wapendwa taifa la Mungu, tuige mfano wa mkoma huyu aliyetuonyesha, na ili kuwa wenye shukrani tunahitaji kuishi kama mama mkwe wa Petro, ambaye mara tu alipoponywa alisimama na kuanza kuwahudumia wageni, hakuendelea kulala. Rejea Injili ya Marko sura ya kwanza aya 29 hadi 31. Alitumia afya yake kuwahudumia watu, na hivyo ndivyo inavyotupasa kuwa kama Wakristo. Wapendwa taifa la Mungu, tumesikia katika Injili yule mtu alipoponywa, ingawa aliagizwa kunyamaza, alishindwa. Alianza kutangaza habari njema kwa furaha kubwa.
Nasi pia huu ndio wito wetu. Tumekombolewa na Kristo msalabani na kuponywa dhambi zetu, na hivyo tusio wepesi wa kupokea na wazito wa kutoa shukrani. Daima maisha yetu yapambwe kwa sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Tafakari hii imeletwa nami Shemasi Steven Matias Bundala wa Jimbo Katoliki la Mpanda, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 4 Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Tabora.